Jumanne ya Julai 12 mwaka 2016, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amekuwa mgeni rasmi katika hafla ya wakurugenzi watendaji wa halmashauri, miji, manispaa na majiji 185 ya kula kiapo cha maadili kutoka Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma, ikiwa ni utaratibu wa viongozi wote waandamizi serikalini kula kiapo hicho. Ifuatayo ni hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli aliyoitoa katika hafla hiyo ya ulaji kiapo kwa wakurugenzi watendaji wa halmashauri, miji, manispaa na majiji 185. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mbona mna raha? Mheshimiwa Samia, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kairuki, Waziri Ofisi ya Rais Utumishi, Mheshimiwa Jaffa, Naibu Waziri TAMISEMI, Mheshimiwa Jaji Kaganda, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Engineer Kijazi, Mheshimiwa Katibu Mkuu Utumishi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Katibu Mkuu TAMISEMI Engineer Yombe, Mheshimiwa makatibu wakuu wote mlioko hapa na manaibu katibu wakuu, Mheshimiwa wakuu wa wilaya wateuliwa ambao mko hapa watatu, waheshimiwa wakurugenzi wa majiji, wa manispaa na wakurugenzi wa halmashauri ambao leo mtaapa kiapo cha maadili hapa Ikulu, na ndugu wengine na ndugu waandishi wa habari. Kwanza na mimi nianze kwa kuwapongeza kama walivyowapongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Makamu wa Rais kwa kuteuliwa kwenu katika nafasi hizi. Hongereni sana. Lakini ni lazima niseme kwa dhati kwamba prosesi za kuwapata ninyi zimechukua zaidi ya miezi 4. Kwa hiyo tulianza uchambuzi wa kina kweli kweli. Mmepitia katika milolongo mingi kweli kweli. Vyombo mbalimbali vimehusika kweli kweli. Na lengo lilikuwa ni moja tu. Ninataka kujenga Tanzania ya aina gani? Na je, nichague watu wa aina gani watakayoifikisha hiyo Tanzania ninayoitaka? Na ndio maana prosesi zilikuwa ndefu. Kwa hiyo saa nyingine nilipokuwa nikijaribu kuingia kwenye mitandao, ninaona comment zingine na cheka we. Mara mwingine anazungumza jina la fulani, yeye anafanya hotelini. Majina kufanana si kosa. Anasema na certificate ya hoteli. Mimi ninajua niliyemteua
kwa jina hilo, ana master ya MBA. Na nina uhakika yuko hapa, hata ningemsimamisha angesimama. Anaitwa Ruhende original. Hayupo ndugu Ruhende hapa? Huyu hapa. Sasa wapiga picha, mumpige picha huyu, mkampige na yule mfanyakazi wa hoteli ya Sinza. Ana diploma, ana masters, na alikuwa na kazi yake kubwa tu, mkaguzi wa shule. Lakini hiki kitu pia kimenifundisha kitu fulani. Ukiona unashangiliwa na adui, rudi nyuma ujiulize umekosea wapi. Ukiona unasemwa na adui, umejua umewatwanga. Kwa hiyo wanafahamu kwamba katika process yote tuliyoitumia katika kuwapata ninyi wakurugenzi, ilikuwa process ngumu. Lakini nataka niwaeleze, nafasi hii ya ukurugenzi, ambayo ndiyo nafasi muhimu sana katika kujenga uchumi wa wananchi, hasa wananchi wa chini, katika miaka ya nyuma yote ilikuwa inatumika kwa lobbying ya ajabu sana. Kupata ukurugenzi palikuwa watu mpaka wanahonga pesa. Na palikuwa na mtu fulani pale TAMISEMI, walikuwa wamejipanga kama syndicate yao. Na bahati nzuri nimeshamwambia katibu mkuu wa TAMISEMI na wizara watoe wote, na nina uhakika umeshaanza kuwatoa. Lakini kuamua TAMISEMI iwe chini yangu moja kwa moja, nayo nilikuwa na makusudi. Kwa hiyo nataka kuwaeleza kila mmoja jina lake nimelipitia. Kutokana na taarifa zilizopo, na mimi nikajiridhisha. Naweza nikawatajia hata baadhi ya majina yenu mkashangaa. Lakini lengo kubwa, sisi tuna ahadi za kuwatumikia wananchi wetu kwa miaka 5. Tuna ilani yetu ya uchaguzi ambayo utekelezaji wake ni miaka 5. Na sasa miezi 8 karibu imeshapotea. Nimebakiza miaka 4 na miezi 4. Nataka utekelezaji wake huu uende kwa spidi kubwa. Siwezi nikachagua kwa kubahatisha. Kwa hiyo sikubahatisha kuwachagua ninyi. Nina imani kubwa na ninyi. Kwanza, karibu wote mlioko hapa, zaidi ya 80% mmesoma vizuri, mna masters. Na wengine wote mliobaki mna degree moja na experience za kutosha. Kwa hiyo siwezi nikachagua katika position ya mkurugenzi kwa kubahatisha. Ninajua fedha nyingi za serikali zinakwenda kwenye halmashauri za wilaya, na hakuna eneo ambalo kwa bahati mbaya fedha za serikali zimekuwa zikitumika ovyo. Na ndio maana mtaona katika mchujo huo wakurugenzi wa zamani waliorudi
kutoka 185 wamerudi 60. 120 na kitu wote wapya. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kuwapongeza wale 60 waliobaki. Ninyi ni majembe kweli kweli. Kila mmoja nimechambua kweli kweli. Na ninaposema nachambua, nimechambua kweli. Ndio maana mimi sitembei. Saa nyingine nalala saa 8, saa 9 nikichambua. Na ndio maana nawaambia for sure, nafahamu kila mmoja wenu. Kwa hiyo ndio maana nasema nawapongeza, nimewaamini. Ni matumaini yangu, imani tuliyoiweka kwenu, mtakwenda na ninyi mkaitumikie vizuri. Kwa hiyo haya ya kutokushangiliwa kwenye mitandao, ninyi shangilieni wenyewe. Anasema watachonga sana, mwishowe watachoka. Na mimi sikutaka wale nitakao kuwa nimewateua nishangiliwe. Na wala na ninyi hamuhitaji kushangiliwa. Mtashangiliwa na wananchi mtakao wafanyia kazi. Lakini mtashangiliwa pia na Mungu mtakapotimiza mapenzi yake, mtakapokuwa mnawatii. Kwa hiyo ninawatuma kwa imani kubwa, ndugu zangu, kafanyeni kazi. Wananchi wamechoka na kuteseka. Najua mtakapokwenda kule mtapata majaribu mengi. Majaribu yatakayokuja mbele yenu yakashindwe kweli kweli na yakalegee. Wapo wafanyabiashara watakao wajaribu. Wako wanasiasa watakao wajaribu. Na mengine mengi. Fedha nyingi za serikali zinaenda kwenye halmashauri. Mabilioni ya fedha. Kayasimamieni vizuri. Kuna fedha nyingi zitakuja za mfuko wa barabara, za road fund, kwa ajili ya kutengeneza miradi ya barabara. Msipokuwa waangalifu, mnaweza mkajikuta kila diwani ni contractor. Nataka niwaambie wakurugenzi, nimewateua mimi. Mkisimamia maadili yenu, hakuna atakayefukuzwa kazi. Wakakuchukie, lakini simamia maadili yako. Kasimamieni sheria. Msijipendekeze kwa mtu. Kwa sababu nataka niwahakikishe hakuna mtu aliyepenyeza jina lake likapita. Na aliyejaribu hivyo jina lake lilipotea na la huyo aliyempendekeza. Ninataka mkafanye yale tunayotakiwa kuyafanya. Kuna fedha sasa hivi tunapeleka kwa ajili ya elimu bure katika maeneo yenu. Kila mwezi tunatenga zaidi ya bilioni 18.777. Wapo wakuu wa shule ambao wengine wameshaziona hizi ni nyingi sana. Wengine wameshaanza kuzitumia vibaya. Lakini wapo pia wakuu wa shule ambao wameanza kuwa wanaandika orodha feki ya wanafunzi kwamba ni wengi kuliko ile idadi kusudi ongezewe hela za capitation. Haya ni majukumu yenu.
halmashauri zenu zitahusika katika kukusanya mapato. Pamekuwa na tabia ya baadhi ya wakurugenzi kuingia mikataba na wafanyabiashara wanaowafahamu wao, na wao ndio wanakuwa wakusanyaji wa mapato, na percentage kidogo ndio inaingia kwenye halmashauri, percentage kubwa zinabaki kwa hao waliowaamini, na baadaye wanashare. Sina uhakika kwa utaalamu wenu kama mtashindwa kukusanya mapato kwenye halmashauri zenu. Katibu mkuu wa Wizara ya Fedha yuko hapa. Tuna EFD za kutosha. Haiwezekani serikali tunawahamasisha wafanyabiashara wawe na EFD, halafu vyombo vya serikali havina EFD. Tena kwa vile katibu mkuu wa Wizara ya Fedha huko hapa, nataka hata kwenye wizara, makatibu wakuu wote wa wizara za takato mama, muwagawanye EFD tena wiki hii, ili wakaanza kuzitumia katika maeneo yao ya kukusanya fedha. Haiwezekani tunahamasisha pawe na EFD, mfanyabiashara lazima awe na EFD, sisi serikali hatukusanyi kwa kutumia EFD. Is a contradiction. Lazima tukatoe mifano. Kwa hiyo nitoe wito kwa ninyi wakurugenzi, ikiwezekana kwa kupitia Wizara ya Fedha pia muende na EFD mkiwa mnaenda kwenye halmashauri zenu, mkaanze kuzitumia katika kukusanya mapato kwenye halmashauri zenu. Ukiachia mtu atakuwa na risiti moja hapa, nyingine huku, hii ndio inaingia, hii ni ya pembeni. Ndio mtindo unaofanyika kwenye halmashauri nyingi. Ndio mtindo unaofanyika hata wizara zetu. Kama tumeamua kwenda kwa electronic gadgets katika kukusanya mapato yetu, lazima twende hivyo. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu wakurugenzi, kasimamieni mapato hayo. Lingine ambalo ninawaomba wakurugenzi, kaondoeni kero kwa wananchi wa maisha ya chini. Wananchi wa chini wanateswa na vikodi na vikero vya ajabu ajabu, na saa nyingine wananyanyaswa kweli. Unakuta amelima mchicha wake, akipeleka tu hata sokoni pale kuuza, anataka alipe kodi. Mbolea hukumsaidia, maji hukumsaidia ya kumwagilia, lakini unataka kodi. Mtu analima mpunga wake kwenye shamba, anauvuna, anataka upeleke nyumbani kwa ajili ya matumizi, anakutana na watu wa kumlipisha kodi. Wakati anaenda mwenyewe kwenye shamba, analima mwenyewe, hukutafuta kodi. Akishavuna, wewe umekaa tu barabarani, natoka kule unataka kodi. Kodi hizi lazima ninyi mkazizuie. Tuliahidi kutoa kero kwa wananchi, hatukuahidi kutengeneza kero kwa wananchi. Mheshimiwa Makamu wa Rais na Waziri Mkuu wamezungumza hapa. Mtakapoenda kwenye halmashauri zenu, kuna maofisa ambao wako chini yenu, kuna idara ambazo ziko chini yenu, lakini kuna nafasi ambazo mtaziteua ninyi kwa mamlaka mlionayo kwa mujibu wa sheria namba 7.
Watendaji wa kata wote ninyi ndio mna wajibu nao, na actually mna power ya kufaya na kuhaya. Wako watendaji wa kata kule ambao ni miungu mtu, wanachonganisha wananchi na serikali. Katumieni madaraka mlionayo ya kikatiba kuwaondoa kazini. Nataka ninyi mkawe mitume wazuri kule mwendako kwa niaba ya serikali hii. Imani huzaa imani. Imani tuliyoionyesha kwenu, tukawachagua miongoni mwa watu milioni 50, ikawe reflected kule mtakapokwenda kufanya kazi. Lakini ni ukweli pia, namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi sikuwajua hata sura zenu, lakini kwa jinsi ninavyoona sura zilivyo hapa, kweli mtakwenda kufanya kazi nzuri sana. Ukiangalia tu uso unajua hawa ndio wenyewe. Nina imani kubwa ilani ya uchaguzi ya chama chetu mtakwenda kuitekeleza. Huwezi ukapelekwa madarakani na wananchi kwa kunadi ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndio wananchi wamesema waipime katika kipindi cha miaka 5, nikachagua kwa kubabaisha kwa mtu ambaye naamini hawezi akatekeleza ilani hii. Kwa hiyo elimu yenu, elimu zenu, sura zenu na Roho anavyonigusa kwenye moyo, ninaamini mtakwenda kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sitaki ifike siku moja niumie kwamba nilifanya makosa. Sitaki siku moja nijute kwamba kwa nini nilimweka huyu. Nitaumia sana. Na waeleza ndugu zangu, nitaumia sana. Nimewaacha wengi, nimewachagua ninyi. Na nilimuomba sana Mwenyezi Mungu kwamba nisije nikamuonea mtu, lakini pia nisije nikampendelea mtu. Kwa dhamira hiyo hiyo, mimi naamini Mungu ametusaidia na wasaidizi wangu tumewachagua ninyi. Katekelezeni wajibu wenu. Kaanzisheni mipango ya maendeleo katika wilaya zenu na katika halmashauri zenu. Mkazijue kero zinazowagusa wananchi wa maeneo yenu. Kila eneo lina changamoto zake. Mkawe watatuzi wa matatizo badala ya kuwa watengenezaji wa matatizo katika maeneo yenu. Kashirikianeni na viongozi walio chini yenu na walio juu yenu. Mtakuwa na wakuu wa wilaya ambao ndio wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama katika maeneo yenu. Mkashirikiane nao, na wale nao wananiwakilisha katika level ya urais katika maeneo hayo, kwa sababu katika mahali pengine huwa inajitokeza mkurugenzi kwa sababu ana kasi makubwa ya mapesa, anafika kule anajiona yeye ni bosi sana. Ni kweli mna pesa nyingi na mtahendo pesa nyingi, lakini mkashirikiane na viongozi wengine. Mna wakuu wa mikoa. Ninajua tukisimama vizuri, tukajipanga vizuri,
kwa mshikamano wa kweli, kwa nia moja ya kuwasaidia Watanzania hasa wanyonge, tutafanikiwa. Lakini katika mipango yetu ya miaka 5 ya maendeleo ya nchi yetu tumejipanga kuwa na viwanda. Tutakapokuwa na viwanda, kwanza tutatengeneza ajira za kutosha. Lakini mazao yetu haya ambayo siku zote tunakuwa tunayauza kama raw material, tutaya process humu na kuadd value. Mkajipange kadiri mtakavyoweza kuona katika maeneo yenu, kwa kushirikiana na SIDO na hata viwanda vingine vikubwa, muwe na viwanda angalau vidogo katika maeneo yenu. Mkawahamasishe wananchi mnaowaongoza wakafanye kazi. Mzee bure hayupo, na ndio maana wengine wanalalamika sasa hivi fedha zimepotea kabisa mfukoni, zimefungwa na Magufuli. Zitafunguka mkifanya kazi. Walizoea fedha za bure, za wizi kutokana kwenye circulation ya serikali. Badala ya miradi kwenda kwa wananchi wa chini, panakuwa na watu wengine wao ni kucheza na hela za serikali. Akienda kwenye baa, ana kiti chake kinalipiwa fedha kila siku, hata kama asipoenda pale. Vitaisha hivyo, mimi najua. Nataka watu wafanye kazi. No work, no money. Kwa hiyo mkawahamasishe katika maeneo yenu, watu wapende kufanya kazi. Tunataka nchi yetu iingie haraka kwenye mataifa ya middle income, na nina uhakika tutafika. Mtu mmoja alikuwa anauliza kwa nini ziara ya mzee yule amekuja hapa amewaachia miradi karibu ya thamani yake karibu bilioni 1 USA dola, ameenda mahali pengine ameacha dola milioni 40. Nikasema ni kwa sababu ya Kiswahili. Development partners wengi wanataka kutusaidia, lakini nao ni wafanyabiashara. Hawawezi wakaja kwa sababu ya kutaka kutupa bure. Ni lazima sisi wa Tanzania tusimame imara, tujitegemee. Hayupo mtu duniani ambaye yuko ready kwa ajili ya kutupa tu sisi. Hata ukipewa msaada lazima kuna masharti mahali. Ukipewa hiki anataka hiki. Inawezekana hiyo ndio maana ya sharing and giving. Sasa ni wajibu wetu sisi wa Tanzania kwa umoja wetu, bila kujali dini zetu, bila kujali makabila yetu, bila kujali hata vyama vyetu, tufanye kwa ajili ya maendeleo. Na ndio maana nina imani kubwa sana kwenu. Kasimamieni maendeleo katika maeneo mtakayoyaongoza. Mkamtangulize Mungu katika kazi zenu. Ikiwezekana kila mmoja kwa imani yake, kabla hata hujaingia ofisini, muombe Mola wako, nenda ofisini. Ukitoka mshukuru Mungu kwamba nimetoka salama ofisini.
kabla hujachukua jukumu lolote, muombe Mungu, nataka nitoe maamuzi haya. Nina uhakika ndugu zangu mtafanikiwa. Kama mlivyofanikiwa kuteuliwa, mtafanikiwa katika kazi. Watu wengine wanasema hawana experience. Experience. Unaweza kuwa na experience ya ovyo tu. Kwa sababu hata wizi ni experience. Kwa nini uchukue mtu ambaye ana experience ambaye ni mwizi? Sinafuu uchukue ambaye ni experienced, akajifunze mle kwa ajili ya kufanya kazi ambaye sio mwizi. Kwa hiyo ukishaona hivyo, unaweza ukaona kuna watu walijipanga kwa position fulani, kwamba after him or her it's me, forget about it. Tutafanya changes paka kwenye ground. Na kwa mabisi, ninyi mko hapa watatu, mtawafikishia wenzenu na wakuu wa mikoa changes tulizozifanya sisi, kuanzia kwenye level ya wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya mpaka wakurugenzi, na ninyi mkafanya hivyo hivyo katika maeneo yenu. Ukiona ni katibu tarafa hamuvu kwenye direction inayotakiwa, mtowe. Usikae unamlea aondoke. Ukimkuta mtendaji wa kata haendi unavyotaka wewe, na wewe mkurugenzi unataka kwenda kwenye direction hivi, mtowe. Tanzania tuna wasomi wengi. Tuachane na haya experience. Tunataka watu ambao they will deliver with the new vision. Hata waziri mkuu hajawa hata waziri, kwani hawakuwepo mawaziri? Ameruka step. Kwani hawakuwepo mawaziri walioutaka uwaziri mkuu? Lakini akaruka step. Huyu ni waziri mkuu, hafanyi kazi vizuri jamani? Tena alianzia na kazi ya UDC. Kwa hiyo tuachane na hizi historia. Sasa tuko kwenye wakati wa kufanya kazi, kudeliver. Sio kwamba I used to do this. Dunia imebadilika, mazingira yamebadilika, na watu tunaowaongoza wamebadilika. Ni lazima twende kwenye spidi ya sasa. Na ndio maana ninasema kwa dhati kabisa, niliona ninyi wakurugenzi mtanipeleka kwenye spidi ya sasa. Mkiniangusha ninyi, na mimi nitakuwa nimeanguka, na sisi wote viongozi wenu huku tutakuwa tumeanguka. Sasa kawadhihirisheni kwamba ninyi you are the difference. Kwamba ninyi mnaweza tofauti na walivyofikiri. Ndugu zangu, ninajua mnasubiri ratiba. Wengine walikuwa wanasema, mbona baada ya kuchaguliwa tena mnaomba vyeti? Kwani kuna ubaya kuomba vyeti? Na ndio maana wote mmekuja kwa sababu mna vyeti halali. Kwani kuna ubaya gani? Na leo wamewachora kwenye magazeti na mizigo ya vyeti, hata leo wamewachora.
lakini hakuna ubaya. Verification ni kitu muhimu, na kwa sababu ninyi tuliowachagua mnajiamini, mna confidence na qualification zile kweli ni zenu, ndio maana mmekuja wote. Hatukuchagua viraza. Najua hili jina hawalipendi sana. Mmekuja wote, mna confidence, na mtu mwenye qualification yake haogopi. Utaogopa nini? Na ndio maana wanaojaribu kuwachafua watakubandika hata qualification ambayo sio yako. Ni kama liliompata huyo Ruhende, anaambiwa anafanya kwenye hoteli moja Sinza. Ana certificate ya hoteli, lakini Ruhende niliyemteua mimi ana masters. Na ningeomba waandishi wa habari leo mpige picha cheti chake. Ili kusudi hao waongo wa kwenye mtandao wakashindwe na wakalegee huko huko. Ndio nchi yetu tulikofikia. Saa nyingine uongo unashabikiwa sana kuliko ukweli. Uongo unatengenezwa, lakini ukiona mtu anatengeneza uongo sana, ujue ameshashindwa. Inawezekana anapotengeneza uongo kule huwa analia, kwa sababu hana mahali pa kukamata. Lakini ni ukweli, sasa hivi serikali inakwenda mbele. Na mimi nataka niwahakikishie serikali tumejipanga. Tumejipanga nchi kwenda mbele. Na ndio maana tumefanikiwa katika kuanza kutoa elimu bure. Na sasa hivi swala la madawati nalo liko karibu kuisha. Zaidi ya 80% na kitu madawati yameshapatikana kwenye shule zetu. Mkayasimamie, tusije tukawa tunatengeneza madawati kila mwaka tunatengeneza madawati. Walimu wale ambao watakao kuwa wamekabidhiwa madawati, mkachukue orodha yao na madawati ya kila shule. Ili ukikuta dawati hata moja limevunjwa halipo, yule mwalimu akatwe mshahara wake alirudishie kwa gharama yake. Ni lazima tufike mahali tuanze kubanana. Tusipofanya hivyo hatutafika. Niwaombe pia katika fedha ambazo mnazipata, mkasimamie sasa majengo kwa ajili ya shule zetu. Kila mmoja akapange programu yake. Mimi nina uhakika tukijipanga vizuri na pasipotokea mianya mingi ya fedha hizi kupotea, tutafanikiwa na tutajibu hoja nyingi za wananchi wanao tutegemea na wana imani kubwa sana na sisi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu na ndugu viongozi, sikutegemea nizungumze mengi kwa sababu wenzangu wamezungumza mengi. Lakini mnapoona nazungumza hivi, mjue ni kwa sababu ya furaha nilivyowaona mnavyofanana. Furahi kweli. Kwa sababu ukiangalia yale yaliyokuwa nazungumza unaweza kusema nimekosea nini?
lakini kumbe Mungu awabariki sana. Mungu akawasimamie na wajalie katika kazi zenu, mkatekeleze yale ambayo mnatakiwa kuyatekeleza kwa ajili ya mapenzi ya Mungu wetu. Asanteni sana na hongereni sana na washukuru sana. Asante. Naam. Hiyo ni hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli alitoa wakati wa hafla ya kiapo cha maadili kutoka Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma kwa wakurugenzi watendaji wa halmashauri, miji, manispaa na majiji 185 Ikulu jijini Dar es Salaam.